kabla sijafika mwisho hapa kuna kanondo. Madhara ya kuwa na roho mbaya. Mungu anaweza kukausha baraka zako kwenye maisha yako. Mtango likauka. Sema amina. Amen. Mungu hatakupa nafasi tena ya kuwa mwamuzi wa mwisho kwenye maisha ya watu au msemaji wa mwisho. Maana yake ni kwamba Biblia inasema kwamba mnapowaamini manabii mnathibitika. Tuko pamoja? Mtumishi wa Mungu amebeba hatima za maisha ya watu. Akufunja taratibu sana. Lakini Mungu, hebu angalia ule mstari wa 11. Mungu anazungumza na anaacha swali, lakini what happens? Yona hapewi nafasi ya kufanyaje? Ya kujibu. Ukiangalia kuanzia pale mstari ya 9 mpaka 11 pale ni Mungu tu anazungumza. Yona hapewi nafasi ya kufanyaje? Ya kuzungumza. Why? Kwa sababu Mungu ameshaiona roho mbaya Yona. Kwa hiyo unapokuwa na roho mbaya, sio tu kwamba Mungu atakausha baraka zako, lakini hata ule upako uliokuwa nao kwa ajili ya kutoa majawabu kwa ajili ya watu hautakuwa nao tena, utabaki na Mungu mwenyewe. Na ndio maana ni bora ukamwendea Mungu, kwa sababu yeye ndiye ana neno la mwisho katika maisha yako. Acha wazungumze, acha waseme, lakini mwenye neno la mwisho kwenye maisha yako sio Yona, katika jina la Yesu. Mwenye neno la mwisho ni Bwana. Kama Bwana atasema basi utakufa, sema imekuwa. Lakini kama Bwana hajazungumza, hata angezungumza rais, azungumza waziri mkuu, azungumza sivyo mbunge, azungumza sio nani, kama Bwana hajasema, najua bado uhai wangu umehifadhiwa katika mikono ya Mungu. Kama Bwana hajatamka kwamba mimi nitakuwa maskini, nina uhakika kesho utatajirika katika jina la Yesu. Kama Bwana amesema ya kwamba maisha na roho haijafika mwisho, kesho tutanunua magari na tutayapiga chata katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hatima ya maisha ya mtu yako kwenye neno la Mungu. Mungu akisema it is done. Kwa hiyo zungumza sana, lakini utaona watu wanapepea mbele na wanakuacha kama ulivyosimama, kwa sababu Mungu ndiye ana neno la mwisho. Angalia kisoma pale, kwani yeye anazungumza. Mungu alizungumza na akamuuliza swali na akafunga kitabu. Kwa nini? Nikimruhusu huyu azungumze, yamkini atazungumza maneno yasiyofaa. Siku moja namaliza. Siku moja tulikuwa tunaongea, unajua sio siku moja tunaongea sana jioni pale kwenye kikome na nini. Baba akasema, sisi wana kwenye ukoo wetu bwana hatujasoma. Nikamsikiliza. Akaanza kueleza maukovu yaliyosoma yakabarikiwa. Akasema sisi kwetu hakuna hata anamiliki pikipiki, na kwetu tulikuwa choka mbaya, tumekaa baba na watoto. Baba anaeleza sera za watoto. Wajua nilichokuambia mzee? Nikamwambia Mungu analo neno la mwisho kwa ajili ya maisha yetu. Nikamwambia wewe unaona hatujasoma, unaona hatujabarikiwa, lakini habari ni hii, mimi nimebarikiwa. Amen. Mimi nitavunja laana ya ukoo. Wakaanza kucheka. Nikamwambia nimemaliza, kwa sababu mwenye neno la mwisho juu ya maisha yangu ni Mungu. Mwenye neno la mwisho juu ya elimu yangu ni Mungu. Ni kweli hapa nimevaa kaptula na mbuzi ziko zinanisubiri hapa nikazichunge, lakini habari ni hii, mimi si wa namna hii kama mnavyofikiria. Nikamwambia mzee, iko siku mimi nitakununulia gari, na nilimnunulia ya kwanza, nimemnunulia ya pili, na ikiwezekana na ya tatu nitamnunulia tena. Kwa nini? Kwa sababu msemaji wa mwisho kwenye maisha ya mtu huwa ni Mungu, katika jina la Yesu. Wakasema sijui nini, na niliwaambia juzi, hata tunaenda nje sio kwa sababu tumesoma. Mungu ndiye anetupa neno la kutembea nalo. Ndio maana Petro alipotaka kutoka alisema hivi, kama ni wewe Bwana niambie nije. Maana yake nini? Nataka unipe neno litakalonisaidia mimi kutoka hapa nilipo niweze kwenda. So he demanded the word.
akahitaji sasa. Kwa nini niambie mimi nitakufa? Na kwa nini kilala najisikia niko kwenye mawe? Wewe tulia. Yuko msemaji wa mwisho. Yuko msemaji wa mwisho. Umelala kitandani sawa, lakini yuko msemaji. Mbona tuoni kama yuko msemaji wa mwisho. Huyo akisema imekwisha. Lakini kama hawa wengine hapa, tembea na mambo hayo. Tembea kama mshindi. Kwa nini? Mungu ametupa nafasi nyingine. Na nafasi ni hii. Una uzima wa milele. Wewe umebarikiwa. Rudi kwenye nafasi. Tulia, mtumikie Bwana. Na Mungu